اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا آمين يا رب العالمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني katika jalsa leo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa tena taufiki ya kukutana kama ilivyo ada yetu katika kila wiki. Kuna nukta moja tu ambayo kwamba napenda nitoe tambihi kwa ndugu zetu au kwa ndugu zangu mashekhi na duat. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi, la yati alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. طبعا hadithi hii ni katika isnadi yake ni dhaif, lakini maana yake ni sahih. Mtume anasema hazitokujilieni zama isipokuwa zile ambazo kwamba zinazokuja huko mbele zitakuwa ni mbaya zaidi, ni shari zaidi, hatta talqaw rabbakum, mpaka mtakapokutana na Mola wenu mlezi. Hasa riwaya hii ilikuwa ikikusudia hii zama za akhiru zaman, al-asr al-ghuthai, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni zama ambazo kwamba Mtume aliziita kwamba ni sisi Waislamu katika wakati huu tutakuwa ni ghuthaun ka ghuthai sayl, tutakuwa ni watu wepesi kama zile takataka ambazo kwamba zinazokuwa mbele ya maji wakati yanatiririka. Ghuthaun ka ghuthai sayl. Kwa hivyo tupo katika wakati kama huu, na marhala ambayo kwamba tuko nayo sasa hivi ni min ashaddil marahil, katika zama ngumu sana. Kusoma katika fiqh at-tahawulat ni wakati ambao kwamba ni wakati saab. Ahlul haqq ndani yake wapo katika ghurba shadida, kama ilivyokuja katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innal islam bada ghariban sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Qila man humul ghuraba ya rasul Allah? Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas au alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas. Mtume alisema katika hadithi, innal islam bada ghariban, hakika huu Uislamu ulianza hali ya kuwa ni kitu kigeni, hakijulikani, watu wakifahamu, watu wakawa kipinga au ila dhalika. Wasayaudu ghariban kama bada, na huko mwisho wa zama kitakuwa ni utarudi kuwa ni ugeni kama ulivyoanza. Maana ya ugeni katika hadithi hii si kwamba Uislamu utakuwa hufahamiki, la. Yani wale watu au yale mafundisho sahihi hasa ya Uislamu, itakuwa mtu akishikamana naye aonekana ni mtu analeta vitu vigeni, watu hawavijui. Fatuba lilghuraba. Mtume akasema furaha ni za wale watu ambao kwamba mwisho wa zama watakuwa ni ghuraba, watakuwa ni wageni. Sahaba wakauliza, hao ghuraba nani? Mtume akasema alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas, ni wale ambao kwamba watakuwa wakitengeneza yale ambao kwamba watu wameharibu, au wale ambao kwamba watakuwa na kazi ya islah, ya kutengeneza wakati ambao kwamba watu watakuwa wameharibika. Unajua watu wote huwa wanampenda mtu salih. Kuna mtu salih na kuna mtu muslim. Hizi ni istilahi mbili ambazo kwamba ni tofauti.
hunaka farqun baina as-salih wal muslih, kuna tofauti kubwa baina ya mtu ambaye kwamba nani ni salih na muslih. Salih ni mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe tu ni mwema, mtu mzuri, anasali, wafunga, hawaudhi watu, huyo anaitwa salih. Lakini kuna mtu ambaye kwamba ni muslih. Muslih ni yule ambaye kwamba anayetengeneza, ni yule anayerekebisha. Huyu mara nyingi watu huwa hawampendi. Qur'ani inasema baada na'udhu billahi minash shaitani rrajim wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Moja katika anbiya sallallahu alayhi wasallam anasema nimewanasihi, wa nasahtu lakum, nimewanasihi, nimewapeni nasaha, walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini huwa hawamwapendi watu wenye kutoa nasaha. Hii ndio kanuni. Kanuni huwa mtu salih kila mtu anampenda, lakini muslih akianza marhala ya islah, adawa inaanzia hapo. Na ndio hata ukisoma marhala mbili za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, marhala ya kwanza kana salihan, marhalatu salahiyya wa marhalatu al-islahiyya. Marhala ya kwanza ile alikuwa kana salihan, walikuwa kimuita sadiq, wakimuita amin, wakimuita kadha, kila mtu akimtaka. Lakini ilipoanza marhala ya pili, al-marhalatu al-islahiyya, marhala islahi, sasa ndio pale nadhara za watu wote zikabadilika, kaanza kumtukana, kaanza kumshambulia. Ndio ile wanasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sasa watu ni wale wale, usuri ni zile ambazo kwamba alizotubainisha nani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nukta ambayo kwamba napenda kuitoa, awalan sisi duat lazima kuwa na ihtiras, kuwa na kinga ya hali ya juu sana, na kuwa na kuchunga kwa hali ya juu sana. Awalan watu tunaoshirikiana nao, sehemu ambazo kwamba tunazoitwa, namna ya miamala ambayo kwamba tunavyoamiliana na nini na watu. Haya ni masala ambayo kwamba ni muhimu sana, kwa sababu kuna watu sasa hivi ghaya yao, lengo lao ni kuwavua nguo mashekhe, yani kuonekana mashekhe ni watu hawana maana, hawana thamani, ni watu wa hovyo. Na hii ndio manhaji ya jahala. Wajinga wao lengo lao kubwa ni hilo, na hamu yao kubwa ni hiyo. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda wa karrama Allah wajha, anasema katika abiyati zake, الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء ففز بعلم تعيش به حيا أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Tuko vizuri sana. Al-Imam Ali bin Abi Talib akizungumzia asli ya uumbwaji wa binadamu, asema binadamu wote ukifananisha katika asili ile ya kuumbwa, wote wako sawa sawa katika asili ya maumbo yao. Abuhum Adamu wal ummu Hawa, kama ilivyokuja katika riwaya kwamba nyinyi watu nyote ni sawa katika asli ya maumbile, kwa sababu baba yenu ni Adam, mama yenu ni Hawa. Wa Adam min turab, Adam ametokana na udongo. Kwa hivyo nyote katika aslul khilqa mko sawa sawa. Ushaona hizi alwani, rangi zetu na nini, ni ile taarafu, ili mpate kufahamiana tu basi. Yule ni Mdigo, yule ni Mpemba, yule ni kadha, hakuna zaidi ya hapo. Tuko vizuri sana. Kisha Imam Ali bin Abi Talib akaenda mpaka akasema, mal fadlu illa li ahli al-ilm, ubora hasa wa uhakika ni wa watu wa elimu, wasomi. Innahum hakika ulama ala al-huda liman istahda alidda, ni watu ambao kwamba
wenye kuongoza watu katika uongofu, kwa wenye kutaka nini? Kwenye kutaka uongofu. Fafuz biilmin taish bihi hayyan abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Asema ukitaka kufaulu kisawasawa, basi ishike njia ya ilmu, ishike ilmu. Kasema annasu mauta, watu wamekufa, wa ahlul ilmi ahya, lakini watu wa elimu wako hai. Ulama hawafi. Sasa hivi kina Imam Shafi rahmatullahi alayhi amekufa karne ngapi sasa hivi, lakini kuna siku ambapo kwamba inapita asitajwe Imam Shafi. Kuna ibada mfano kama sisi mashafi, kuna ibada ambapo kwamba utafanya usinufaike na ijtihadati na ilmu na fiqh ya Shafi ya Imam Shafi rahmatullahi alayhi, hakuna. Lakini wale watu ambao kwamba waliokuwa wakati wake ambao kwamba hawakuwa ulama, nani anawajua? Nani anayewafahamu? La ahad yaarifuhum. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Lakini katika ubeti mwingine akasema al-Imam Ali bin Abi Talib, na hapa ndio mahallu shahid. Tuko versane, na hapa ndipo mahallu shahid. Nataka tuazimane masikio vizuri sana. Wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Na wajinga siku zote ni maadui wa wenye elimu. Hizi ni mamlaka mbili tofauti, baina ya ilmu na nini na jahal, vinavutana. Aljahlu narun lidini almar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilka an-nari yutfiha. Sema moja katika ulama, aljahlu, ujinga, narun ni moto, lidini almar'i yuhriquhu, ambao kwamba unaiunguza dini ya mtu. Wal ilmu ma'un, na ilmu ni maji, litilka nari yutfiha, ambayo kwamba yanauzima huo nini? Huo moto. Hizi ni mamlaka mbili tofauti baina ya ilmu na jahl. Sasa hizi empire huwa zinavutana. Empire ya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala shaitukuza. Mola subhanahu wa ta'ala asema katika al-Qur'an al-Karim baada an a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل سيما هل يستوي الذين يعلمون, hivi wanaweza kulingana sawa wala ambao kwamba unajua, walladhina la ya'lamun, na wala ambao kwamba hawajui? Jawabu ni kwamba la yastawun, istifhamun inkariyun katika lugha. La yastawun, hawezi kulingana sawa. Lakini je, ni kila mtu afahamu kwamba hawezi kulingana sawa? La, mwisho aya inasema innama yatadhakkaru ulul albab. Hakika wenye kulikumbuka hilo ni wale watu wenye nini? Wenye akili. Tena angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taabiri yake, hakusema innama yatadhakkaru ulul aql, la, innama yatadhakkaru ulul albab. Ukisoma katika lugha, katika fiqhu lugha au katika alfuruqu lughawiyya, kuna tofauti baina al-lubbi wal-aql. Hunaka farqun baina madha? Baina al-lubbi wal-aql. Ni kalimatun mutaradifatun, lakini taradufu yake laysa taradufan taman kamilan min jami' al-jihat. Taraduf min asli al-ma'na, ولكن هناك فروق لغوية دقيقة بين هاتين الكلمتين. تقدر sana hizi kalimati za lugha, hata hizi unazosikia kwamba ni mutaradifat, kuna fiqh ya kuzisoma. Ukisikia mutaradifat sio taraduf yake ni taraduf kamil. Mathalan ukisema neno khalaqa, ameumba, khalaqa Allahu al-bashar, ansha'a, dharaa, baraa, fatara, zote zina maana ya nini? Ya khalaqa. Lakini je, khalaqa ndio dharaa? Dharaa ndio baraa? Baraa ndio fatara? La, hunaka furuqun daqiqa. Mathalan qabru ni kaburi, jadath ni kaburi, rams ni kaburi, hufra ni kaburi, hafiratu ni kaburi, mutaradifat. Sasa ukiangalia kwa macho ya kawaida utasema ni kalimatun mutaradifatun, lakini taraduf yake laysa min jami'il jihat wa inma min asli al-ma'na, walakin hunaka furuqun daqiqatun lughawiyatun la ya'rifuha illa ulul sha'n. Sasa ulul albab, lubb
ulama wasema ni ile akili ya ndani kabisa ndio ambapo kwamba huitwa nini? Huitwa lub. Kwa hivyo mtu aweza kuwa na akili, tuko vizuri sana, anaweza kuwa na akili ya kuweza kukata tomato, akachukua na kitunguu, akachukua na pilipili, akakata, akafanya inaitwa nini? Kachumbari. Tuko vizuri sana, akakula na mihogo. Hii ni akili. Lakini kuna lub ambako inaweza kufanya istinbatu ya masail, hidayatun nas kadha. Sasa hao ndio ulul albab, watu wenye akili za juu. Kwa hivyo hata hili la kufahamu kwamba alul ilmi na jahala hawezi kulingana sawa, Mwenyezi Mungu akasema innama yatadhakkaru ulul albab. Kuna siri kubwa hapa. Ulul nuha Allah. Katika surati Taha Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema waqul rabbi zidni ilma. Nasema amwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe Mola wangu mlezi nizidishie nini? Elimu. Waqul rabbi zidni ilma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah kashafundishwa huyo kutoka Mola wake, kashamiminiwa vya kumiminiwa, yani kamiminiwa ulumi zote, ulumul awwalina wal akhirin, zote zimemiminwa katika sadri na kifua cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha baada hapo Mwenyezi Mungu amwambia waqul rabbi zidni ilma, sema ya Mola wangu zidishe nini? Allah. Elimu gani hii ambayo kwamba azidishiwe? Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Jarir at-Tabari wasema katika tafsiri ya kwamba hii aya ni ishara wadhiha, ni dalili wadhih ya kwamba hakuna kitu bora zaidi ya ilmu, kwa sababu katika Al-Qur'anul Karim yote hakuna aya yoyote ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameamrishwa ndani yake aombe ziada isipokuwa ni ilmu peke yake. Kwa hivyo wasema hii yadullu ala sharafil ilmi wa ala fadlihi wa qul rabbi zidni ilma. Lakini kwenye ujinga rejea katika suratul Baqara. Nabii Allah Musa alisema a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Wala watu wake walipoleta mambo ya janja janja kasema a'udhu billahi an akuna, najilinda kwa Mwenyezi Mungu. Angalia, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Alafu sigha ile a'udhu billahi imekuja huku qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ahlul istinbat wasema yaonyesha kuna usambamba baina ya shaytan na nini na ujinga. Hivi ni vitu ambavyo vinakutana. Angalia sigha zilivyotumika, a'udhu billahi minash shaitan, a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Tuko vizuri sana. Sasa hii mamlaka ya jahili tushapata, kumbe rais wa empire hii nani? Ni ash-shaytanul la'in. Rais wa empire ya ilmu nani? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi zinavutana. Sasa empire hii ya jahala siku zote wataka kuwafanya hawa watu wa empire ya ilmu ni watu wako sawa nao, au wao ni bora kuliko wao. Tuko vizuri sana eh? Na kwa ushahidi wa Qur'ani kwamba ni watu ambao kwamba hawana nini? Hawana akili. Kwa sababu a'udhu billah, angalia, unajua hata mbwa aliyesoma na mbwa asiyesoma tofauti. Rejea katika suratul Maida. Mwenyezi Mungu aruhusu kula kichinjwa kilichoshikwa na nani? Na mbwa. Ushaona? Mwenyezi Mungu asema hao hivyo vichinjwa, ati hivyo viwindo ambavyo kwamba vilivyoshikwa na mbwa mliowafundisha ni halali kufanya kuliwa. Lakini kiwindwa mnyama yule swara ama digidigi ama nani akishikwa na jibwa tu, hii jibwa koko ambayo kwamba haijafundishwa kifiki ni haramu yule kuja kumla. Lakini mbwa alofundishwa ukimshika ukimpeleka tu ukisema bismillahir rahmanir rahim tayari intaha almawdu. Akishika yule ni halali, akiua yule ni halali. Kwa sababu gani? Muallimina. Hao mbwa ni muallimina, wamefundishwa. Sasa ikiwa majibwa, na tunajua ahkami za fiqhi Shafi'i yetu sisi kuhusu nini?
kuhusu mbwa ni katika najasati ambazo kwamba ni mughalladha, kwa sababu najisi zinapiganywa, si ndio? Kuna najasa mughalladha, mukhaffafa, mutawassita, si ndio? Sasa mbwa ni katika najasati ambazo kwamba ni mughalladha, lakini najisi mughalladha inakuja kusamehewa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ilmu Maulana. Sasa ikiwa majibwa na tunavyofahamu na unajisi wao, jibwa lilosoma si sawa sawa na jibwa lisilofanya lilosoma. Vipi binadamu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema walaqad karramna bani adam, alafu akawa amesoma, vipi atakuwa sawa na yule ambao kwamba hajasoma? Mustahil. Vipi huyu mtu ambaye kwamba alosema Mwenyezi Mungu shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist, ala sallu ala al habib, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshuhudilia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kisha wanaofuatilia wal malaika, kisha baada ya hapo wa ulul ilm. Jamaa, Allah ataja nafsi yake, awataja malaika, kisha wa ulul ilm, na watu wenye nini? Ilmu, wakutanishwa katika chumba hiki kikubwa. Hivyo wana ni watu wa kawaida. Sasa watu kama hawa vipi watalingana sawa na wale ambao kwamba baadhi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ulaika kal an'am bal hum adhal. Kuna binadamu Mwenyezi Mungu, kwa sababu binadamu asili yake ametukuzwa, lakini akizaliwa anakuwa hivyo bwana, ile karama, lakini za jukumu ni lake yeye kuutunza ule utukufu wake wa asili, ama kufanya kuvua. Ukiutunza ukafuata njia Mwenyezi Mungu utaingia katika karamna, lakini ukiuvua sasa kwa matendo yako utaingia katika ulaika kal an'am. Hawa hawezi kulingana sawa. Sasa mabwana, mahalu shahid ni pale pale, waljahiluna li ahli alilmi a'da. Hawatu wanakuwa na kampeni zao muda baada ya muda, wanakuwa na vikao vyao na mbinu zao za kuangusha nini ahlul ilmi kwa njia mbalimbali na kwa propaganda mbalimbali. Haya si masala haya hayajaanza juzi wala jana, ni masala ambayo kwamba yana qurun. Kisha baada ya hapo sheitan anakuja kuwapa fatwa za kishaitani, ambaye umeona mashaka yenyewe, umesikia mambo ya nini, umesikia wanahukumu kupitia nini, kupitia dhana. Wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, dhana haiwezi kusaidia chochote katika kuthibitisha ukweli. Dhana haina nafasi katika dini. Iyyakum wadhann, riwaya inasema hivyo Mtume, na watahadharisheni nyinyi na nini, na dhana. Fa inna dhanna akdhabul hadith, hakika dhana ndiyo mazungumzo ya urongo zaidi. Wakafa bil mari ithman an yuhadditha bikulli ma sami, yamtosha mtu kwamba apate madhambi kuhadithia kile unachokisikia, sio kile unachoambiwa, hata kama kipo ni kitu cha kufanya cha kusema, hasa ikiwa ni masala ambayo kwamba yahusiana na irdh na heshima ya Muislamu. Kulinda heshima ya Muislamu ni katika zile alkulliyatul khamsa, katika ile misingi mitano ambayo kwamba Uislamu umejengwa ndani yake. Sio arkanul Islam, kuna arkanul Islam afu kuna alkulliyatul khams, kulinda irdhi ya Muislamu. Sasa je, ikiwa mambo ya kawaida riwaya za kuambia si kila kitu hadithi, je kitu kiwe cha uhusiana na irdhi ya Muislamu? Je ikiwa ni irdhi ya uhusiana na ahlul ilmi? Moja katika ulama anasema luhumul ulamai masmumatun, luhumul ulamai masmumatun, nyama za ulama zina sumu. Qalla man ta'arrada laha famata muslim, ni mara chache sana mtu kujihusisha na kula nyama za ulama akafa hali ya kuwa ni Muislamu, akafa katika usalama. Ni hatari kubwa sana. Hii mamlaka kila siku inajaribu kuaminisha watu kwamba wao ni bora kuliko ahlul ilm. Si bora hata sisi tusiyoswali?
Si bora hata si tuliosoma? Ubora gani uliokuwa nao Sheikh? Wakati tariku swala katika sharia, wewe huingii katika hata alhayawanatul muhtarama humo. Vipi utasema ni bora kuliko wao? Kwa hivyo ikhwani, haya mambo tuwe nayo makini sana. Haya mambo si mambo ya kushabikia. Hizi ni fitna ambazo kwamba lengo lao ni kuwachafua ahlul ilm. Kwa sababu wenyewe wasema ukimwona mwenzako anafanya nini? Ananyolewa, za kwako tia nini? Tia maji. Ikiwa leo tutachekelea labda fulani amechafuliwa heshima yake, sisi ikiwa tutachekelea, ujue kesho inakuja ni ya kwako. Mwisho wa siku utasema ukiltu yawma ukila athawrul abyad. Nimeliwa ile siku alioliwa ng'ombe nani? Mweusi, eti mweupe. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwamba lazima tuwe makini. Lazima tuwakemee awam. Kwa sababu lengo lao, unajua mtu ukishasema yule mtu ni hawa watu hawana maana, hawana heshima, kwa maana watu wataenda kusoma dini kwao. Hawataenda kusoma dini kwao. Watu wakitoenda kusoma dini kwao, mashruu ule mradi wa shetani utatimia au utotimia? Ukiweka watu na ulama, ukiweka mbali watu na watu wa ilmu, kuna usalama hapo? Hakuna usalama. Usalama wetu sisi ni kushikamana na nini? Na ulama, ni kushikamana na ahlul ilm. Sasa ikiwa hawa ahlul ilmi heshima yao inavunjwa, hurma yao inaangushwa, unafikiri wewe utaenda kusoma kwa mtu ambaye kama unamuitakidi kwamba ni taghut, ni shetani rajim, mtu ambaye kama unaitakidi kwamba wewe na maasi yako uliokuwa nao na ushenzi wako ni bora kuliko yeye, utaenda kusoma kwa? Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba lazima kila mmoja awe bidii kuyakemea, na hasa mambo ya mitandao haya. Kumbukeni ya kwamba kila unachokiposti Sheikh kinaingia katika akaunti yako, katika kitabu chako. Wale alkataba, waandishi wale malaika kiraman katibin, wanaandika kila unachokiposti katika akaunti yako, ujue kwa maana umekiunga mkono wewe. Kwa hivyo kinaingizwa katika nini? Katika kitabu chako. Tuko vizuri sana? Usishabikie kuposti kitu cha kumvunjia heshima Muislamu ili upate viewers, ili upate nini na nini. Haya yataishia hapa hapa tu. Viewers sijui nini, trending zote zitaishia hapa hapa tu. Lakini utakapoingia katika barzakh sasa, ni wewe na amali zako, trending, viewers, kila kitu zimefanya, zimeishia huko. Sasa ni wewe na yale uliyofanya. Ulimchafua fulani katika akaunti yako, unaletewa. Ulimchafua fulani, unaletewa katika akaunti yako. Haya watu mambo, na sisi siku hizi tumekuwa ukitumiwa kitu unasukuma kwenye grupu, kwenye status, kwenye nini, wewe unasukuma tu na hujui kwamba yale yanaandikwa katika kitabu chako. Yaani wewe unauza akhera yako kwa sababu dunia ya watu wengine. Comments, kila comments unayo habibi, unaandikiwa katika kitabu chako. Kwa sababu kuna watu wao rahisi akiona tu klipu ya fulani, shetani huyu mkubwa, mal'uni huyu mkubwa, au huyu kadha, zile tuhuma zote unazozifanya nini, unazozitoa habibi, zinaandikwa katika kitabu chako. Kama umemdhulumu huyu, utamlipa siku ya kiyama. Tena afadhali aone, aweza hata kufanya kukusamehe. Lakini sasa huko kwa comment, nani aingilia kwa maklipu huko, klipu 120, nani anaingia huko? Hakuna anayeona. Lakini malaika wanafanya nini? Wanaona. Wewe una comment anaandika kule. Siku ya kiyama unaambia bwana, huyu wewe ulisema bwana huyu mtu ni tapeli, yeye alikutapeli nini? Wewe ule comment kwamba huyu mtu ni mwizi mkubwa huyu, unatahadharisha watu. Tuko vizuri sana? Alikuibia nini? Tuko vizuri sana? Haya ni katika mambo ambayo kwamba min ruusil masail, ambayo kwamba yatakana yakae katika vichwa vyetu, na tusione kwamba haya mambo ya mitandao yanaishia hapa hapa. La, haya tunayofanya hapa ujue yanaandikwa katika vitabu vyetu. Siku fulani, tarehe fulani, masaa kadha na dakika kadha na sekunde kadha, mlikuwa kwa Uthman Michael, mlifanya kitu kadha wa kadha, mnakikuta pale. Ikiwa ni mema fabiha wa neema, ikiwa ni maovu hapo sasa ndio wal-iyadh billah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ikhwani, ndugu zangu wa media, lakini sisi ambao kwamba ni watumiaji wa hii mitandao, lazima tuwe makini sana. Si lazima kila kitu usukume.
Si lazima kila kitu ushare, si lazima kila kitu comment. Angalia tu kisha acha basi. Lakini ukuta Muislamu hii ndo ameshadadia kweli kweli kuvunja heshima ya nani? Ya Muislamu wenzake. Ndio wakome. Hao watu wajifanya watakatifu, hao watu wajifanya kadha. Ala, kumbe mna mambo yenu mnataka kukomesha watu. Na siku zote shekhe, watu wakiamua kukuchafua, wameamua shekhe. Wameamua. Huwezi kuwazuilia. Lakini tufahamu kwamba yuko Allah tabaraka wa taala ambaye kwamba afanye halali, ambaye kwamba anaona kila nini? Kila kitu. Naogopa sana dua za watu ambao kwamba walodhulumiwa. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo ikhwani, tuwe makini sana, tusidhulumu watu kwa namna yoyote ile. Tusile nyama za watu. Hasa ahlul ilm, nyama zao zina sumu. Nyama zao zina sumu ahlul ilm. Msiingilie nyama zao. Na amali za mtu ikhwani ni bainahu wa baina rabbi. Ni baina yake na Mola wake mlezi. Nani wewe alokupa kazi ya kuchunga amali za watu? Nani alokupa hii kazi? Mbona inaingilia kazi za watu? Huko kwenye siri hao watu wanafanya matendo maovu. Hiyo siri uliona? Uliona? Si ndio? Wala tajassasu, si ndio? Qur'an inasema hivyo. Wala tajassasu, msichunguzane kwa lengo la kutiana aibu. Kuna tajassus na tahassus, ni vitu viwili tofauti. Katika surati Yusuf inasemaje ile fatahassasu min akhikum, si ndio? Fatahassasu min akhikum, si ndio? Min Yusuf wa akhihi, si ndio? Tahassus ni kumfuatilia mtu kwa lengo zuri. Mtu amepotea, mtu kadha, ndio inaitwa ni tahassus. Hii hakuna shida. Lakini lengo hilo ambalo kwamba mbaya na iliyokatazwa nini? Ni tajassus. Wala tajassasu. Tajassus ni ile kufanya kusudi kutafuta aibu za mtu ili ufanye nini? Uzidhihirishe. Tuko vizuri sana. Hiyo inaitwa tajassus. Hii ni mbaya, ni haram. Hata kama umemwona mtu amefanya matendo ambayo kwamba hayafai katika siri, Uislamu ni umfuate. Bwana ndugu yangu kadha mnasihi. Lakini kumwanika katika mitandao sio suluhisho. Wewe utapata madhambi kwa sababu kwanza utakuwa ni katika wale ambao kwamba yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladhina amanu, sidio? Ni katika watu ambao kwamba wanapenda kuenea mambo machafu kuwahusu waumini, na hizi ni katika sifa za nini? Za munafiqun. Munafiqun ndio ambao kwamba wanapenda maovu yaenee kwa nini? Kwa Uislamu. Aya haipingi kwamba mtu mu'min au kadha anaweza kukosea. Aya yapinga ile kushabikia maovu kuenea, labda kasoro za mtu, aibu za mtu. Hii ni haifai. Kwa sababu hata wewe mwenyewe tukija kuchunguza kuanzia alifu mpaka be, shekha hautoboi. Lazima yako tu unayo. Sasa kwa nini wewe unashabikia ya wenzako? Mbona ya kwako huirejeshi katika nafsi yako? Allah tabaraka wa taala atujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.